Ndugu zangu wapendwa, sherehe ya Bikira Maria mtakatifu mkingiwa dhambi ya asili tunaiadhimisha ndani ya kipindi cha Majilio. Sherehe hii ina uhusiano wa moja kwa moja na wa muhimu sana na kipindi hiki cha Majilio, kwa vile Majilio kimsingi ni kipindi cha maandalizi, ni kipindi cha matayarisho kwa ajili ya ujio wa Masia, kwa ajili ya ujio wa mkombozi. Na sisi tunapoadhimisha kipindi hiki cha Majilio, ni kipindi cha maandalizi, ni kipindi cha matayarisho kuelekea ukumbusho wa ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo alipozaliwa hapa duniani kwa ajili ya ukombozi wetu, na zaidi sana kwa ajili ya ujio wake wa pili ambao tunautazamia. Maandiko matakatifu ambayo tumeyatangaza yanadhihirisha umuhimu wa kazi hiyo ya Mungu katika maandalizi ya ujio wa Masia kupitia mwanamke. Somo la kwanza ambalo tumelitangaza kitabu cha Mwanzo, hiyo sura ya 3 aya 9 hadi ya 15 na aya ya 20, inaweka wazi namna ambavyo Mungu daima anachukua nafasi ya kwanza katika kumtafuta mwanadamu na hata kumkomboa na hata kumwelekeza katika njia iliyo njema. Somo la kwanza linaweka ahadi. Mungu mwenyewe ndiye anayeweka hiyo ahadi, na katika Injili inadhihirisha ule utimilifu wa ahadi ambao tumetangaza. Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 26 mpaka 38. Na somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso, inaeleza sasa nini wajibu wetu sisi baada ya kuona utimilifu huo wa mpango wa Mungu juu ya ukombozi wetu. Na Zaburi inatualika sasa kutambua kwamba mpango wa Mungu wa wokovu wetu unaotimilika kwa kweli ni ishara mpya, ni hali mpya, na ndio maana tunaalikwa tuimbe, tumwimbie Bwana wimbo mpya, kwa sababu ametenda mambo ya ajabu, mambo ya ajabu kwa sababu ya ukombozi wa huyu mwanadamu. Na hivyo masomo yanaweka wazi kuwa sherehe ya Bikira Maria mtakatifu mkingiwa dhambi ya asili si tu juu ya mama Bikira Maria mwenyewe, bali pia ni mpango mzima wa wokovu kwa ubinadamu wote. Mada inayojulikana kwa sehemu ya kwanza katika kipindi cha Majilio ni matazamio. Na hivyo sherehe ya Bikira Maria mtakatifu mkingiwa dhambi ya asili ni jawabu la matazamio ya muda mrefu kwa binadamu kwa ajili ya Mwokozi kuja kupitia Bikira Maria kwa ajili ya wokovu wetu. Na mada nyingine inayotawala katika kipindi cha Majilio ni maandalizi. Na hivyo kukingiwa dhambi ya asili Bikira Maria mtakatifu, maana yake ni nini? Maana yake ni Mungu alikuwa anamtayarisha Maria kuwa mama wa Mungu, kuwa mama wa mkombozi, kwa kumkinga na dhambi ya asili. Kwa hiyo tukiangalia katika mzunguko wa masomo yetu pamoja na sala za kiliturujia ambazo tumeanza na hiyo kolekta, utaona kabisa kwamba Mungu ndiye anayechukua jukumu hilo la maandalizi ya ujio wa mkombozi. Na ndio maana katika somo la kwanza, hiyo sura ya 3 aya ya 15 kitabu hiki cha Mwanzo, Mungu anamwambia nyoka, nitaweka uadui kati yako na mwanamke, na kati ya uzao wa mwanamke na uzao wako. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na wewe utamuuma kisigino. Kwa tayari Mungu anatangaza injili ya ushindi, injili ya furaha, injili ya ukombozi, proto evangelium. Na hivyo Mungu wa huruma alitaka kwamba umwilisho utanguliwe na ukubalio wake yeye aliyeteuliwa tangu milele awe mama, ili kama vile mwanamke
alivyoshiriki kuileta mauti, kadhalika mwanamke asaidie na ashiriki kuleta uzima, kadiri ya somo hilo la kwanza na utimilifu wake katika Injili. Haya yote yanamuhusu Maria mtakatifu aliyeuzalia ulimwengu uzima wenyewe, yaani Yesu atengenezaye yote upya. Kumbe ndugu zangu, tunapoangalia sasa historia nzima ya ukombozi wetu tangu Agano la Kale na mpaka Agano Jipya, muda wote wa Agano la Kale utume wa Maria umetayarishwa na Mungu mwenyewe na yanatimia katika Agano Jipya. Mtafahamu utangulizi ule wa kwanza kabisa anaosema Paulo katika waraka kwa Galatia ile sura ya 4 aya ya 4, wakati ulipowadia Mungu alimtuma mwanae aliyezaliwa na mwanamke. Sasa mwanamke huyu anayetajwa ni nani? Ni dhahiri tunaenda kumkuta katika somo la Injili ambapo malaika anapomsalimia akisema salamu uliyejaa neema, na huyu ndiye Maria mwenyewe. Kumbe sherehe hii ya Bikira Maria mtakatifu mkingi wa dhambi ya asili kwa ujumla wake inaweka wazi kwetu fundisho ilifuatalo. Kwa ajili ya kuwa mama wa mkombozi, Maria mtakatifu alitajirishwa na Mungu kwa karama nyingi zenye kulingana na kazi iliyo kubwa hivi. Yaani, ilifaa mama wa yule ambamo unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili awe amejaa neema. Kwa neema tu alichukua mimba bila dhambi, kama kiumbe aliye mnyenyekevu na aliyeweza sana kupokea zawadi ya Mwenyezi isiyoelezeka. Yeye Maria mtakatifu sana ndiye Eva mpya, mama wa Kristo mzima na wa wote waliokombolewa na Kristo. Kumbe tukumbuke kwamba namna ambavyo malaika Gabrieli alivyomsalimia Bikira Maria kwa aliyejaa neema, kimsingi katika sherehe hii ili neno aliyejaa neema ndiyo linalotupa uhalisia wa yeye kuwa amekingiwa dhambi ya asili. Na karne kwa karne kanisa limetambua kwamba Maria mtakatifu aliyejazwa neema na Mungu alikombolewa tangu mwanzo wa kuchukuliwa kwake mimba. Na ndiyo maana sasa kwa neema ya Mungu Maria amebaki safi kabisa na hakutenda dhambi yoyote wakati wowote katika maisha yake yote. Kumbe sisi ambao tunaoadhimisha leo ya wokovu wetu, sherehe hii ya Bikira Maria mtakatifu mkingi wa dhambi ya asili, na tukihusianisha na kuunganisha katika kipindi hiki cha Majilio, inatukumbusha sisi kwamba kama Mungu aliandaa ukombozi wetu, na sisi kipindi hiki kinatukumbusha kuendelea kujiandaa kwa ajili ya ukombozi huo ambao tutaupata katika utimilifu wake ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapojiandaa kwa kumbukumbu ya kuzaliwa Bwana duniani na zaidi maandalizi ya ujio wake wa pili, kama tunavyosali katika kanuni ya imani kipengee kile cha mwisho kabisa kwamba nangojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Kumbe katika sherehe hii sisi tumeitwa kuwa watakatifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Na ndio maana somo la pili waraka kwa Efeso linatualika kutambua utakatifu, usafi kuwa hali ya tusio na mawaa wala lawama mbele ya Mungu, mbele ya kanisa na mbele ya mwanadamu yeyote. Sherehe hii pia inatukumbusha kwamba kama Bikira Maria yeye alikingiwa dhambi ya asili, basi sisi tuliondolewa dhambi ya asili kwa sababu tunazaliwa
na dhambi hiyo, isipokuwa yeye tu, kwamba tangu kutungwa kwake mimba, basi Mungu alikuwa ameshamkinga na dhambi hiyo. Kumbe siku ile ya ubatizo tuliwekwa safi kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu, tulitakaswa, tukawa watakatifu, tulipewa mwanga ambao ni mshumaa, na tukapewa kitambaa cheupe, kuonyesha kwamba tunapaswa kuwa mwanga katika maisha yetu ya kila siku kwa kuunganika na Kristo, lakini tunapaswa kuwa safi kwa nguvu ya Mungu aliyetubatiza kwa kutuondolea dhambi ya asili na dhambi zingine. Maana yake ni kwamba tunaalikwa kuendelea kujikinga na hali ya dhambi, kuepuka na mazingira yote ya dhambi, ili kwamba Mwenyezi Mungu daima utimilifu wake wa kuwa ndani yetu, na hasa kama yale maneno anayosema Bwana wetu Yesu Kristo, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, mimi ninakaa ndani yake na yeye anakaa ndani yangu. Sasa haya maneno hayawezi kutimilizika kama sherehe hii ya Mama Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili haitatusaidia sisi katika maisha yetu kujikinga na hali yoyote ile ya dhambi, hali yoyote ile inaweza kutuingiza katika kishawishi, hali yoyote ile inaweza kutufanya tuone dhambi kama ni kitu cha kawaida. Kumbe sasa itupe nguvu kwa maombezi ya Mama Bikira Maria na kwa nguvu ya Mungu daima kuishi ahadi zetu za ubatizo na ahadi mbalimbali ambazo tayari tumeshaziweka. Kumbe hii inawezekana kabisa kama kweli tunajiweka chini ya Mungu kama Mama Bikira Maria, tunamtumainia Mungu kama Mama Bikira Maria, na tunamtegemea Mungu kama Mama Bikira Maria. Na ndio maana aliweza kusema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Tumuombe Mama Bikira Maria atusaidie, na kwa pamoja tukiunganika na yeye Mama Bikira Maria tunaweza kusali tukisema: Bikira Maria mtakatifu, tusaidie kuiga kujitolea kwako kamili kabisa kwa Mungu, tukiishi maisha ya utakatifu siku zote, na tukijikinga na hatari yoyote ya uovu, na tuepushe na hatari ya roho na mwili. Amina.